Kutoelewana, mkanganyiko, vurugu na ghasia zapelekea uchaguzi wa ODM kufutiliwa mbali. Jukumu la kuongoza magari la taa za trafiki. Matokeo yake ni msongamano mkubwa wa magari. Mbali na tatizo la uhaba wa maji, wenyeji wa Taita walalamikia kutungwa mimba kiholela kwa wasichana wao. Michezoni, Wakenya wanasubiri kwa hamu kuu mechi ya kulipiza kisasi kati ya Gor Mahia na Esperance ya Tunisia. Marhaba. Ni furaha iliyoje basi kuweza kukaribisha kwenye taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Na moja kwa moja basi na kufululiza hadi katika uwanja wa Safaricom Kasarani, ambapo mwanahabari wetu Frank Otieno amekuwa akifuatilia jinsi shughuli ya uchaguzi wa chama cha ODM ulivyokuwa ukitekelezwa hii leo, na vile vile jinsi ambavyo shughuli hiyo iliweza kusambaratika katika dakika za mwisho. Frank Otieno, tueleze mambo yalikuwa vipi hii leo? Kwa amani sana. Shughuli ya uchaguzi chamani ODM ilisambaratika dakika za mwisho ambapo wajumbe walikuwa hawajaridhishwa na namna ambavyo masuala fulani yalikuwa yanafanywa hapa. Na muda mfupi uliopita tumeshuhudia kwamba Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa chama pamoja na vigogo wenzake kama Profesa Nyang'o, katibu wa chama, na mgombeaji wa kiti cha katibu mkuu Babu Namwamba, vile vile na Agnes Zani wamefika hapa na wakahutubia wanahabari wakisema kwamba tukio hilo kwa kweli wamesikitika sana na kuwaomba msamaha wafuasi wote wa chama cha ODM, na wakisema kwamba wangependa kufanya uchunguzi zaidi kwa ajili ya kujua kwamba je, ni nani alihusika katika kusambaratisha au kuleta mushkili katika shughuli hii nzima ambayo walikuwa wanasema kwamba ilikuwa ipatie chama picha nzuri ya uongozi wa taifa nzima. Kwa hivyo kwa sasa ni kwamba uchaguzi huo umeahirishwa na wanasema kwamba siku ya Jumatatu katika jumba la Orange ndipo basi baraza kuu la chama hicho litakutana kwa ajili ya kutoa mwelekeo mpya. Lakini kwa sasa hali ndivyo ni kwamba tulikuwa tunawaletea matangazo haya moja kwa moja siku nzima, na mliona kwa kweli kuanzia hapo mwanzoni watu wengi walianza kulalamikia kuhusu dosari za hapa na pale. Kwa mfano nakumbuka nikizungumza na wajumbe fulani kutoka katika kaunti ya Busia, walikuwa wanasema kwamba kuna orodha fulani ambayo wanayo shauku. Na kuna jambo labda la mwisho ambalo ningependa kusahihisha ni kwamba katika karatasi ya kupiga kura ambayo inaitwa ballot paper kwa Kiingereza, kwenye ile wadhifa ambapo jamaa huyu mheshimiwa Mwaura alikuwa anataka kwamba jina lake lilikuwepo katika hiyo karatasi ya kupiga kura, isipokuwa sasa kuna orodha nyingine ambayo ilikuwa inatumiwa kama orodha ya kama nyenzo ya kampeni ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuwashawishi wapiga kura kwamba wawe na orodha hii. Sasa kwenye orodha hiyo basi ndipo Mwaura hakuwepo, lakini kwenye ile ya kupiga kura jina lake lilikuwepo. Lakini yote tisa kumbe ni kwamba shughuli hii imekuwa na dosari ambazo lazima chama cha ODM ama uongozi mzima Raila Odinga akiwepo lazima walivalie njuga na wafanye juu chini ili kuhakikisha kwamba wanatafuta suluhu kwa masuala haya ambayo huenda labda yakapaka tope chama cha ODM. Kutoka hapa kwa niaba ya mwenzangu Hussein Muhammad na wenzangu wote ambao tuko nao kama Captain Sylvia Uma na Dani Mani na wenzetu wote ambao tuko nao kupiga picha, kwa kweli wamefanya kazi nzuri na tunashukuru sana watazamaji wetu ambao mlikuwa mnapatia motisha kupitia kwa njia ya Twitter na Facebook na kadhalika. Tunawashukuru sana. Kutoka hapa jina langu ni Frank Otieno wa KTN leo. Naam, shukrani sana Frank Otieno. Huyu amekuwa ni mwanahabari wetu Frank Otieno ambaye amekuwa akituletea matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa Safaricom Kasarani, ambapo kama tulivyokudokeza hapo awali ni kwamba uchaguzi wa chama cha ODM hii leo umesambaratika, umevunjiliwa mbali, ambapo ODM imetisha kikao maalum cha wanachama wake siku ya Jumatatu, hasa ikizingatiwa kwamba ni pigo kwa chama hicho, kwani takriban wajumbe wasiopungua 2800 walikuwa wamewasili katika uwanja huo kutoka kaunti 47 na vile vile kutoka maeneo bunge 390 ya humu nchini. Lakini cha kufadhaisha na cha kuvunja moyo ni kwamba uchaguzi huo haukufanyika kama ulivyokusudiwa. Kwa mengi na kwa taarifa za kina zaidi ni hapo saa 3 kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza maarufu kama KTN Prime. Kando na hayo,
Mwili wa mwanamume mmoja uliotambulika kama alikuwa rubani David Macharia umepatikana katika shimo la maji taka katika boma lake katika mtaa wa Karen. Macharia anasemekana alikuwa ametekwa nyara, huku wahalifu hao wakitaka familia yake kutoa shilingi 100,000 ndiposa wamwachilie. Hata hivyo, kupatikana kwa mwili wake katika boma lake kumezua maswali zaidi, huku polisi wakianzisha uchunguzi kubaini kiini cha kifo chake. Mashirima Kapombe anatuarifu zaidi. Katika boma la marehemu David Macharia, kimya kimetanda. Familia na majirani wakishangazwa na yaliyofichuliwa ndani ya boma hili, huku aliyesemekana alitekwa nyara akipatikana ndani ya shimo la maji taka ndani ya boma lake. Walitumiwa 10,000. Na haikuwa Wako walisema watumiwe agent, na wanitumia agent number. So nikajibu kuambia nipe namba nyingine, wakasema wana namba nyingine. Hapo awali wanaosemekana kuwa watekaji nyara walikuwa wameitisha fedha zaidi, lakini kutokana na familia kusema hawakuweza kutoa shilingi 100,000 iliyoitishwa, mambo yakabadilika. At 9 ati wewe umekuwa mjeuri, aende nimemkute kwa septic tank. Macharia aliyekuwa rubani katika uwanja wa ndege wa Wilson alipatikana usiku wa kuamkia leo baada ya maafisa wa polisi kupokea habari kutoka kwa familia yake. Leo asubuhi tumeweza kutoa iko na majeraha kwa mwili. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini kiini cha kifo chake. Mashirima Kapombe, KTN leo. Na kwingineko, jiji la Nairobi mapema hii leo lilikumbwa na msongamano mkubwa wa magari kwa muda usiopungua saa 3 baada ya askari wa kuelekeza magari hayo maarufu kama trafiki kuondoka kutoka barabarani. Inasemekana polisi na maafisa wa kaunti wa kuelekeza matrafiki waliondoka ili kuona iwapo madereva wa Nairobi wataweza kuelekezwa na taa za trafiki, lakini mpango huo ukatumbukia nyongo baada ya magari kusongamana kwenye barabara za jiji la Nairobi kwa takriban saa 3. Barabara zote za Nairobi zilifunguka tena baada ya maafisa hao wa trafiki kurejea na kutekeleza shughuli zao kama kawaida. Wengi ya waliohojiwa walilalama kuhusiana na tukio hili, wakisema kwamba limewapotezea muda mrefu na vile vile wengi kukosa kufika kazini kwa wakati ufaao. We repaired the lights. Unajua zile lights za University Way na ile Nyayo Stadium, we repaired it, is now working. All we are appealing is for the police to allow for the electronic technology ifanye kazi. So during the traffic jams bado watakuwako. Nimetoka Namanga na nilikuwa naenda Meru, lakini tulifika Namanga kufika Mombasa Road tumefika tukachelewa hapo masaa mawili kwa sababu hakuna maaskari kwa barabara. So afadhali maaskari wote ambao walikuwa kwa barabara warudi. Hata makanjoni wetu tunaweza hizi pamoja na wao. Wacha trafiki watoke sio? Moja hadi katika kaunti ya Taita Taveta ambapo wenyeji wa eneo hilo wanakabiliwa na uhaba wa maji safi, lakini mbali na tatizo hilo pia kumekuwepo na kukithiri kwa visa kwa wasichana wadogo kupachikwa mimba. Lofty Matambo na maelezo zaidi. Ndicho kilio cha wakazi wa kijiji cha Boguta Voi katika kaunti ya Taita Taveta. Binadamu pamoja na hayawani wakitegemea kidimbwi hichi cha maji ya mvua yaliyozagaa angalau kuikata kiu yao. Wanasema maji ni maji, bora yakate kiu. Ndio maana ingawa wanaijua hali yake sio njema, wanajiliwaza. Ukitoka hapa unafuata maji mazuri Makwasini, unatoka hapa 12 usiku na unaweza kwenda kalala huko. Asubuhi yake unakuja na mtungu mmoja na watoto wa shule. Huo mtungu mmoja utakufanya nini? Ndio fadhali tunateka haya ukaweke dawa watoto waoge na wakunywe haya maji. Donda hili la ukosefu wa maji limezaa donda sugu la wasichana kutungwa mimba. Sasa kuchota maji ni maungu ama kasigao kule. Na kule inategemea masaa. Akienda akichelewa kutana na laini kubwa huko, sasa ya wakati wa kurudi anakutwa na majanga haya ambayo yanafanya mpaka watoto hapa wanapata mimba bure. Inadaiwa wanaume wa eneo hili wasio na utu huwavizia mabinti hawa walio na umri wa kati ya miaka 13 na 4 mtoni wanapochota maji kama inavyothibitika. Nilikuwa niko hapo nyumbani, nilikuwa naosha vyombo. Akaja yule kijana hajafika hapo. Nilikuwa nimeenda kwa kiko na kutafuta kuni. Nikaingia hapo kwa jiko, akaja kuniangusha, kanitengeneza huko nyuma.
Iwapo unajiuliza kuhusu walipo na majukumu yao wazazi, kilio ni kwamba wazazi huwatelekeza watoto wao kwa kisingizio cha ulofa. Wazazi wengine kwamba hata wameacha miji yao. Shida ya maji Buguta imekoleza hadi mashuleni, huku matangi ya maji ya hazina maendeleo ya maeneo bunge yakiwa hayana manufaa yoyote. Na mara kwa mara walimu hulazimika kuyakatiza masomo na kuwatuma watoto mitoni ili kuitafutia shule yao maji. Tumaini la watoto hawa sasa lipo kwa afisi hii itoe mikakati mwafaka kukabiliana na watekelezaji wa visa vya utungaji mimba na kutowajibika kwa wazazi, huku kinaya kikuu kikisalia kwenye sheria za shule zitoazo wito kwa watoto wadumishe usafi. Je, maji haya yanasafisha ama kuchafua? Lofty Matambo, KTN leo. Hatimaye wachezaji wa klabu FC Leopards wataondoka humu nchini saa 2 usiku hii leo kuelekea Afrika Kusini. Safari ya timu hiyo ilicheleweshwa baada ya maombi ya usafiri kufikishwa kwenye ubalozi wa Afrika Kusini. Wakati Leopards wakitafakari jinsi ya kuwalemea wenyeji wao SuperSport United hapo kesho usiku, Gor Mahia na Esperance kutoka Tunisia walitangaza kwamba wote wapo tayari kwa mechi yao raundi ya pili itakayochezwa hapa jijini Nairobi katika uwanja wa Nyayo. Uga wa Nyayo utakuwa mwenyeji wa mechi ya kulipiza kisasi kati ya mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia na Esperance kutoka Tunisia katika mkondo wa kwanza wa mechi ya raundi ya pili ya kuwania ubingwa wa klabu bora barani Afrika. Timu hizi mbili zilikutana kwa mara ya mwisho miaka 26 iliyopita pale timu ya Gor Mahia ikiongozwa na Peter Dao ilipotoa ubingwa wa bara Afrika kwa mara ya mwisho. Chini ya ukufunzi wa Bobby Williamson, Gor Mahia imekuwa ikifanya mazoezi jijini Nairobi ikiwa na matumaini kuwa mashabiki wa nyumbani wataipa motisha ya kutosha na kuwasaidia kuandikisha ushindi wa nyumbani. Tukiweza shinda wikendi, nadhani tutakuwa tumefikisha Gor Mahia at least ilikuwa hizo zama za 80s na 90s. Kwingineko nchini Afrika Kusini, FC Leopards itachuana na timu ya SuperSport ikiwa na matumaini ya kujipatia bao la ugenini licha kutokuwepo kwa mshambulizi wa kutegemewa Alan Wanga. Timu hiyo bado inasubiriwa kuondoka nchini. We have a good team and we are going there to work at if we can get a draw or even winning. Hatimaye mechi 6 za ligi kuu ya Kenya zitachezwa wikendi hii. Western Stima itaikaribisha Thika United mjini Mumias. Top Fry itasafiri hadi uga wa Machakos. KCB itachuana na City Stars katika uga wa City, huku wanasukari Sony Sugar na Chemelil Sugar wakikutana Awendo. KRA watasafiri hadi jijini Nakuru kuchuana na Ulinzi Stars katika uga wa Afraha.